Sasa tunakwenda kushuhudia duru ya pili ya mazungumzo pale Islamabad nchini Pakistan kati ya Irani pamoja na Marekani, yakisimamiwa na Pakistani wenyewe, yakiongozwa na Waziri Mkuu wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif pamoja na Field Marshal mkuu wa majeshi pale nchini Pakistan ambaye ni Asim Munir. Ni rasmi sasa, mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani yatafanyika siku ya Jumanne. Lakini kikubwa zaidi katika mazungumzo haya ya awamu hii ni kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance hatokuwepo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumwondoa kwa sababu za kiusalama, jambo ambalo limeibua hofu kidogo. Rais wa Marekani Donald Trump yeye ametangaza kwamba wajumbe wa Marekani watasafiri kwenda Islamabad, Pakistan siku ya Jumatatu jioni kwa ajili ya duru mpya ya mazungumzo na Iran ambayo yanalenga kumaliza mvutano mkubwa wa kijeshi kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Lakini Trump pia amesema mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za kumaliza mgogoro unaohusisha vita, mzingiro wa kijeshi wa majini pamoja na mvutano kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na mpango wa nyuklia wa Iran. Trump aliweza kuchapisha ujumbe katika mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumapili. Katika ujumbe huu ambao ameweza kuuchapisha, kuna tishio kwa Irani ambalo ameweza kulitoa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba katika awamu hii ya mazungumzo ambayo inakwenda kufanyika, Marekani wametoa bonge moja la dili kwa Irani. Trump huyo anasema, na kasema haya ni makubaliano ya haki na yenye mantiki kubwa sana. Irani wasipoyakubali, Marekani itaharibu kila kituo cha umeme na kila daraja nchini Irani. Hicho ni kitisho ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekitoa kwa Irani kuelekea mazungumzo haya ya pili. Ni kama vile Marekani inatoa shinikizo kwa Irani kuhusu haya mazungumzo ambayo yanakwenda kufanyika ya awamu ya pili, kwamba kama Irani wasipokubaliana na Marekani, yani matakwa yake ambayo inayataka kwa Irani, basi vituo vya umeme vyote vitaharibiwa, lakini kila daraja pale nchini Irani litaharibiwa. Ni kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump alivyoeleza kuelekea mazungumzo haya pale Islamabad nchini Pakistan. Tunakumbuka kwamba mazungumzo yaliyopita walishindwa kuelewana kabisa kila upande, kwa sababu kila upande ulikuwa una dimandi matakwa yake. Irani ilikuwa na vipengele vyake 10, Marekani ilikuwa na vipengele vyake 15, japo vipengele 10 vya Irani viliainishwa tuliviona wote, lakini vipengele 15 vya Marekani havikuwekwa wazi, yani havikuwekwa bayana kabisa. Na mwisho wa siku upande wa Marekani wakiongozwa na makamu wa rais JD Vance ukashindwa kufikia makubaliano baada ya kukutana ana kwa ana, na mazungumzo hayo yaliweza kuchukua takriban saa 21, ndipo ambapo kila mtu akaamua kupanda ndege na kurejea nchini mwake. Trump aligadhafika sana baada ya Irani kutokubali masharti ya Marekani, lakini pia viongozi wa Irani waliwamind sana Marekani kwa kusema kwamba wao wanataka wakubaliane kwa matakwa yao, kitu ambacho hakiwezi kutokea na hatuwezi kukikubali kwa sababu sisi tunaangalia maslahi ya wananchi wa Irani. Aliongea hivyo spika wa bunge Muhammad Ghalibafu pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Irani Mheshimiwa Abbas Araghchi. Kuelekea mazungumzo haya, rais wa Marekani Donald Trump tayari amekwisha toa onyo kali akisema kwamba iwapo Irani haitakubali masharti ya makubaliano yanayotolewa na Washington, basi Marekani itachukua hatua kubwa zaidi kwa Irani. Sasa kwa upande wa Irani, taarifa zinaeleza kwamba ujumbe wa Irani utawasili Pakistani siku ya Jumanne asubuhi kwa mazungumzo na Marekani. Vyanzo vya Irani vinavyofahamu mazungumzo hayo vimebainisha hivyo. Hii ni kwa mujibu wa mashirika ya habari kutoka nchini Irani ambavyo waliweza kuripoti taarifa hii, na ripoti hiyo pia ilitaja vyanzo hivyo vikisema timu hiyo inatarajiwa kuwa sawa na kama ya raundi iliyopita, ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi na spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibafu. Kupitia vyanzo hivyo vilisema kwamba Irani inatarajia tangazo la pamoja la ishara ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano siku ya Jumatano. Kumbuka ilitolewa ofa ya takriban wiki 2 ya kusitishwa kwa vita
ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Marekani pamoja na Iran, na wiki mbili zinaisha tarehe 20. Tarehe 20 ni siku ya hapo kesho Jumatatu. Sasa Iran inatarajia zaidi kutakuwa na ofa ya kuongeza siku za kusitisha kwa mapigano ili basi mazungumzo haya yaweze kufanyika kikamilifu kabisa na pande zote kukubaliana na kuacha mvutano wa kijeshi. Sasa kipengele kinakuja kwa kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekieleza. Amesema kwamba katika mazungumzo haya kwamba Iran wasipokubaliana na Marekani, yani wasipokubali dili ambalo Marekani imelitoa, watashambuliwa vikali, vituo vya umeme vitalengwa, lakini pia hata madaraja pale nchini Iran yote yatalengwa. Unajiuliza, hiki ndicho kile ambacho tulikiona katika mazungumzo ya kwanza. Marekani ilienda kwenye meza mazungumzo ikiwa na masharti yake au matakwa yake yaweze kufikiwa. Moja kati ya takwa ambalo Marekani ilidimandi ni Irani iweze kukabidhi uranium zake zote, lakini vile vile Irani yenyewe isitishe mpango wa kurutubisha uranium kwa miaka ifikayo 20. Sasa kitu ambacho Iran walikikataa, walikuwa tayari kutoa ofa ya kuacha kuboresha uranium zake kwa miaka 5 pekee, sio miaka 20. Kwa hivyo kulikuwa kuna sintofahamu kubwa sana. Taarifa zilieleza kwamba Marekani katika mazungumzo ya mwanzo kwanza ilikubali kuachia mali za Iran ambazo ilikuwa imezishikilia, lakini pia Marekani tukaona jitihada za kuishawishi Israel kwamba waachane na mpango wao endelevu wa kuishambulia Lebanon. Tuliona msuguano kwamba makubaliano ya ceasefire Lebanon si sehemu ya makubaliano, kusuguana upande mmoja na upande mwingine. Tukaona mambo mengi zaidi yanazidi kutokea, tukaona msuguano na mtifuano ambao kwa kiasi kikubwa baadaye tukashuhudia kwamba ceasefire Lebanon imepatikana baada ya kukubaliana kwa pande zote, Lebanon pamoja na Israel, chini ya usimamizi wa Marekani, wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye aliagizwa na rais wa Marekani Donald Trump. Tukaona pia viongozi watatu ambao wamekabidhiwa sakata hilo kwamba walishughulikia, makamu wa rais JD Vance akiwa na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi pale Marekani Dan Keen, pamoja na waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, walikabidhiwa na Donald Trump kuhakikisha kwamba sekeseke la Lebanon pamoja na Israel linaisha na hakutokuwa na tatizo lolote kwa nyakati zijazo. Sasa baada ya kushuhudia hali kama hizo, sasa hivi tunakwenda kwenye duru nyingine ya pili. Na kabla duru hii kuamriwa kwamba itafanyika siku ya Jumanne, tuliona ziara ya mkuu wa majeshi wa Pakistan Field Marshal huyo ambaye ni Asim Munir pale nchini Iran. Alikutana na viongozi wote, spika wa bunge, rais wa Iran Pezeshkian, lakini vile vile hata Abbas Araghchi pamoja na viongozi wengine, hata makamanda wa Khatam al-Anbiya pia alikutana nao pale jijini Tehran. Lakini tukamwona waziri mkuu wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharifu ametembelea Saudi Arabia, ametembelea Qatar ili kuongea na nchi zote za Ghuba, kuona ni kwa jinsi gani basi mzozo huu ambao ulikuwa unatishia sana amani ya dunia utakuwa sawa kwelikweli. Lakini kitu kingine, kulikuwa kuna shinikizo kutoka Irani kwamba ilikuwa inakataa mazungumzo chini ya mzingiro wa kijeshi. Marekani kupitia meli zake za kijeshi, yani jeshi lake la majini, wameweka mzingiro mkubwa sana katika bandari za Iran, katika maeneo ambayo yanazunguka pia mfereji wa Hormuz na bandari zote za Iran, ikiwemo bandari ya Bandar Abbas pale nchini Iran. Sasa Tasnim waliripoti mchana kwamba Irani ilikuwa haijafanya mazungumzo kupitia ujumbe wa Pakistan. Irani haijafanya maamuzi wa kutuma ujumbe wake Pakistan, na walisema kwamba hawawezi kufanya mazungumzo chini ya mzingiro wa kijeshi wa Marekani katika eneo lile la Ghuba. Lakini baadaye ndipo taarifa kutoka nchini Irani zikaeleza kwamba Irani iko tayari sasa kuweza kufanya mazungumzo. Lakini sasa jana jeshi la majini la Iran lilitangaza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa tena chini ya saa 24 baada ya kufunguliwa upya. Irani ilisema kwamba haitoruhusu meli yoyote kupita katika mfereji huo pasipo kuwa na idhini yake, na tuliona meli mbili zenye bendera ya India zilishambuliwa na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vya Iran IRGC baada ya kukiuka agizo. Japokuwa moja kati ya nahodha wa meli moja alisema kwamba waliruhusiwa kupita, lakini wanashangaa kwa nini walishambuliwa. Kulikuwa kuna sintofahamu ya taarifa katika upitishwaji wa meli hizo siku ya hapo jana, siku ya Jumamosi. Lakini kizuri zaidi leo hii kilichochangia mazungumzo haya kuelekea katika wakati chanya ni pale baada ya waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Muhammad Ishaq Dar na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi wamezungumza kwa simu Jumapili kuhusu umuhimu wa kuendelea na mazungumzo hayo. Kidogo ikarectify situation
mambo yakawa mazuri kidogo na wakakubaliana sasa waingie kwenye duru ya mazungumzo siku ya Jumanne. Mtazamaji wetu, kama kawaida, niko hapa kuweza kukujuza yote yatakayojiri katika mazungumzo hayo. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media. Nitakuwepo bega kwa bega kama ambavyo nilikujuza katika duru ya kwanza, nitakujuza katika duru ya pili kila ambacho kitajiri katika mazungumzo hayo. Ndivyo nimeanza hivyo mtazamaji, kukupa update kwa kina kile ambacho kitajiri katika mazungumzo hayo. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.